Ndugu zangu, wageni waalikwa na wananchi wote wa Butiama, kukamilika kwa mradi huu kutasaidia wakazi wa kitongoji hiki pamoja na vitongoji vya jirani kuondokana na tatizo la upatikanaji wa maji, kwani kisima hiki kina uwezo wa kutoa takribani lita 20,000 kwa siku. Pia upatikanaji wa maji haya utaondoa tatizo la magonjwa mbalimbali ya mlipuko yatokanayo na ukosefu wa maji salama. Ndugu zangu, wageni waalikwa, kipekee nipende kumshukuru Mheshimiwa mbunge wetu mstaafu Jumanne Sagini aliyekuwa mbunge wetu wa jimbo la Butiama kwa juhudi zake za kutafuta mfadhili kwa mradi wa kusaidia kujenga kisima hiki na hatimaye kukamilika, na leo tunakizindua rasmi kuendelea kutoa huduma kwa wakazi wa eneo hili. Ndugu zangu, wageni waalikwa, kwa niaba ya serikali nipende sana kumshukuru mkurugenzi wetu wa taasisi ya Direct Aid tawi la Tanzania kutoka Kuwait kwa kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kumtoa mama ndoo kichwani. Sambamba na hilo, mkurugenzi, kama ambavyo nimesikia kwenye risala yao, tunaomba msaada huu usiishie hapa. Kuna miradi mingine mingi inayohitaji taasisi yako, ikikupendeza uendelee kutushika mkono, ikiwa ni njia moja ya kukuza ushirikiano baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Kuwait. Ndugu zangu, mkurugenzi, tunaendelea kukuomba, umetusaidia, uendelee kutushika mkono kama ambavyo msoma risala amesoma. Tunaomba sana, ikiwapendeza, muendelee kutusaidia kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Butiama. Baada ya kusema haya, lakini ndugu zangu, naomba nisisitize, tutumie kisima hiki vizuri, tukitunze kisima hiki, tutunze miundombinu ya kisima hiki. مسؤولة الولاية وشيخ الولاية وشيخ المحافظة، كما لا يسعني أن أنسى our friend صديقنا جمعني عبد الله السجيني صديق جمعية العون المباشر، فتحية لكم جميعا. نعم، tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutanisha hapa, lakini pia tunatoa shukrani nyingi kwa viongozi ambao waliohudhuria, wakiwemo madiwani, wenyekiti, pamoja na dada yetu kipenzi mkuu wa wilaya ambaye amehudhuria na sisi hapa kwa ajili ya kuendesha zoezi hili, lakini pia bila kumsahau Bwana Abdallah Sijini ambaye ni katika watu walijitokeza kuja kuleta maombi. جمعية العون المباشر تعمل في تنزانيا منذ العام 1987 ولها 5 فروع بخلاف المكتب الرئيسي في دار السلام، مركز الفاروق في دار السلام، ومركز النور في تنجا، ومركز الهدى في موشي، ومركز عرفة في سنجيدة، ومركز دكتور عبد الرحمن الصميت في كيغوما. We have 5 centers in Tanzania. Naam, hatoa shukrani pia. Baada ya hayo mkasema wao taasisi hii ya Al-Aun Mubashara, yani Direct Aid Society, ni taasisi ambayo kwa Tanzania tuna vituo 5, yani tuna mikoa 5 ikiwemo Singida tuna kituo pale kinaitwa Arafa, Tanga tuna kituo kinaitwa An-Nur, Moshi tuna kituo kinaitwa Al-Huda, na Dar es Salaam tuna kituo kinaitwa Al-Faruq, na Kigoma tuna kituo Saudi Al-Aujani ambayo ni Abdallah Sumait. Katika vituo vyote hivi 5 ni vya taasisi yetu hii ya Direct Aid Society katika nchi yetu hii ya Tanzania, na imeanza tangu mwaka 1987 kwa Tanzania. تعمل جمعية العون المباشر في تقديم الخدمات لجميع أهالي تنزانيا دون تفرقة بين مسلم أو مسيحي أو بلا دين، ولا ننظر إلى لون أو عرق أو دين. Anasema taasisi yetu hii imeanza kufanya huduma hiyo ya kuhudumia wananchi katika nchi yetu ya Tanzania bila kuangalia kabila, dini, dhehebu wala ni mtu wa aina gani. Wote wanapewa msaada
kwa ulinganifu wa mahitaji yao. Wilaya ya Butiama, kata ya Bukirango. Mimi nimefurahi sana. Mimi hapa ndio kwetu, ni shehe wa mkoa, hapa ndio kwetu. Kijiji hiki cha hii kata ya Bukirango ndio nimezaliwa hapa. Na bahati niliyoipata katika ununuzi wa eneo hili, mimi ndiye nilishiriki. Mimi ndiye nilikwenda kulipa pesa za kununua, lakini msaada huu tumeupata kwa ndugu yetu Jumanne Sagini na mama aliyetuandikia barua ya kupata eneo hili. Nashukuru bado yupo yule pale. Huyo ndio mama aliyetuandikishia eneo hili. Tumelinunua kabla hajawa mbunge, tumelinunua wakati akiwa ni katibu mkuu, ndio tununua eneo hili. Lakini mwenyewe Jumanne akasema kwa maono ya mbali, siku za mbele hapa kutakuwa na jambo, tuandae eneo litakalokuja kusaidia wakazi wa eneo hili. Zamani ilikuwa ni mashamba. Basi kwa fadhila zake ambazo Mungu kampa, tulinunua eneo hili, lakini mtoaji wa pesa alikuwa ni yeye. Baada ya kulinunua eneo hili, alikabidhi kwenye taasisi ya BAKWATA, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Akasema nikisema tukabidhi kuna watu watasema eneo langu, lakini hili la Waislamu wote, lakini liko chini ya taasisi ya BAKWATA. Ndugu zangu, mimi ni washukuru sana. Kwanza nikushukuru mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa taasisi hii, imefanya kazi kubwa katika nchi hii, na kubwa tumshukuru pia Mama Samia Suluhu, amekuwa ni mwepesi wa kuzikubali taasisi nyingi zilizokuwa na manufaa katika nchi, anaziruhusu kufanya kazi ndani ya nchi hii. Mwenyezi Mungu amlinde, Mwenyezi Mungu amlinde rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni katika kuendeleza lile jambo lake la kumtua mama ndoo kichwani. Amelifanya jambo hili ndugu yetu Jumanne Sagini, akati si mbunge sasa, lakini amelifanya jambo hili. Jamii yetu inakwenda kupata faraja kubwa sana. Kwanza watapata maji kwa uhakika, kwa sababu mradi huu una uwezo wa kuzalisha zaidi ya lita 20,000 kwa siku moja. Hayo ni maji mengi ambayo tunahakika wananchi wetu watatumia na watasaidia. Lakini la pili, hata ule muda ambao akina mama waliutumia kwenda kutafuta maji umbali wa zaidi ya kilomita 6, sasa watapata maji kwa ukaribu, na ule muda sasa watautumia kwa kufanya shughuli zingine za maendeleo. Tunawashukuru kwa kutuletea mradi huu ambao unakuja kuwanufaisha wanajamii ya kijiji cha Makundusini, hususan hiki kitongoji. Mwenyezi Mungu awajalie na wazidishie, na pale mkijaliwa katika maeneo mengine ndani ya wilaya yetu, tunaomba muendelee kutuongezea visima vingi ili wananchi waweze kunufaika. Mwenyezi Mungu awajalie mlipotoa na wazidishie inshallah. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa ndugu zetu Waislamu wanaoishi maeneo haya walioenda kutoa kilio chao kwa mheshimiwa mbunge aliyeachia nafasi, na hatimaye tukapata nafasi ya kupewa ufadhili wa maji. Ama kwa hakika Mwenyezi Mungu aendelee ni kuwa rehemu. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru mbunge wa awamu iliyopita Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagini kwa kuona kuna umuhimu wa kuwasikiliza Waislamu hawa na wananchi wa eneo zima la eneo hili la kitongoji cha Makundusini.